Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimshukuru Mungu kwa neema yake ya ajabu ambayo ametukirimia siku ya leo. Basi mpendwa, moja kwa moja nikwambie tuombe ili tuweze kuingia katika somo letu la siku ya leo. Tunaomba. Baba yetu na Mungu wetu uliye mwema, utukuzwe na kuhimidiwa kwa wema na neema yako. Asante kwa nafasi uliyotupa kuwa hai siku ya leo ili tuweze kujifunza kutoka kwako. Tuombalo ni kwamba uwepo wako ukawe nasi tangu sasa hadi mwisho wa somo hili, maana ni kupitia kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Nikwambie karibu mlimani. Ni mlimani ndiko ambako kuna mibaraka ya kipekee. Ni mlimani ndiko ambako Musa alizungumza na Mungu mara ya kwanza. Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 ya kwamba alipoliongoza kundi la mkwewe Jethro nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Kwa hivyo Musa kwanza akizungumza na Mungu alikuwa pale mlimani. Na tunaona ya kwamba akitoka Misri kuelekea Kanaani, Mungu alimwambia mtakapotoka huko Misri mtaniabudu katika mlima huu. Na hivyo ni katika mlima ule ambapo Musa alienda na akapewa zile amri 10 za Mungu. Zaidi ya hayo, katika mlima Musa kafa alipoambiwa apande mpaka katika kilele cha Pisga katika mlima ule wa Nebo, na Musa akalala mauti kwa matumaini, na baada ya siku 3 akafufuliwa. Labda utauliza baada ya siku 3 nilitoa wapi? Hilo ni somo la siku nyingine. Hivyo mpendwa, tunaona mlimani ni mahali ambapo ni pakipekee sana. Daudi alisema, nainua macho yangu nitazame milima, maana msaada wangu utatoka wapi? Utatoka kwa Bwana. Tunamuona Yesu Kristo ya kwamba akiwa katika ulimwengu huu alikuwa akienda milimani kwa ajili ya maombi. Kuna mlima wa Mizeituni ambao alikuwa ameuchagua kama mahali ambapo atakuwa akifanya maombi, akikutana na baba yake daima. Hivyo mlimani pana mambo ya kipekee, na kualika mlimani ili uweze kubarikiwa pamoja nami tunapoendelea na somo letu la siku ya leo. Kama nilivyotangulia kusema ni kwamba nitakuwa nikileta masomo tofauti tofauti, na siku ya Jumatano nimepanga kwamba itakuwa ni siku ya kujifunza unabii. Mpendwa, unabii ni somo la maana na la kipekee sana. Hivyo kila siku kadri ninavyoendelea nitakuwa nikileta somo sawasawa na mafundisho atakavyokuwa yakiendelea siku hiyo. Siku ya Jumatatu nimeitenga kwamba itakuwa ya kisa cha Biblia, na natumai kwamba na siku ya Alhamisi pia nimeitenga kwamba iweze kuwa ya kisa cha Biblia. Hivyo siku 2 ndani ya wiki nitakuwa nazungumzia visa viwili vya Biblia, lakini siku ya Jumatano nimeitenga kwa ajili ya kuweza kuzungumzia masuala ya unabii. Usiulizie siku ya Jumanne nitakuambia nini nitakalolifanya, hata ingawa jana ilikuwa siku ya Jumanne na nikazungumzia kisa cha kwanza cha Biblia. Hivyo mpendwa, maana tumeshaomba, nataka niweke misingi ambayo itatupatia uwezo wa kuwa ni kwa nini tujifunze unabii huu. Mpendwa, jambo la kwanza ambalo ningetaka uweze kujua, unayenitazama, labda wewe ni Mwadventista wa Sabato ama ni wa imani nyingine, ama haupo katika imani yoyote, na labda ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia mafundisho haya, niseme nini mpendwa? Nataka nikwambie ya kwamba ninataka nizungumzie msingi wa imani, msingi ambao ni wa imani ya kanisa lake Mwenyezi Mungu, ambao anataka watu wake kadri wanavyoishi katika ulimwengu huu waweze kuzingatia msingi huo, waweze kujenga katika msingi huo, ili waendelee kudumu katika msingi huo. Na mpendwa, msingi huu ni msingi gani? Nataka nisome kitabu hapa, kitabu ambacho kinaitwa Gospel Workers. Ninajua unajiuliza ni kwa nini unasoma kitabu kinaitwa Gospel Workers. Nitakuja kueleza juu ya mwandishi huyu kadri tunavyoendelea, lakini kitabu cha Gospel Workers nataka nisome ukurasa wa 148 na aya yake ya kwanza, ama paragraph 1. Inasema maneno haya: This is the foundation of the church of God. Anasema ministers should present the sure word of prophecy as the foundation of the Seventh-day Adventist church, or the Seventh-day Adventists. Anasema ya kwamba wahubiri, wachungaji wanafaa kutangaza unabii kama msingi imara ama msingi wa uhakika wa Waadventista. The prophecies of Daniel and Revelation should be carefully studied, and in connection with the words
behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Ya kwamba kuna kitu amekitaja hapa kuwa ni msingi wa kanisa la Kiadventista. Ni kitu gani? The sure word of prophecy. Why should we study prophecy? Ni kwa nini tujifunze unabii mpendwa? Ni jambo la maana kwamba tufahamu ya kuwa huu ndio msingi ambao tunapaswa kujenga juu yake. Haiwezi kujengwa nyumba kama haina msingi. Huwezi kujenga tank kama halijawekewa msingi. Huwezi kujenga kitu chochote katika ulimwengu huu kabla hujakiwekea msingi. Hivyo mpendwa, msingi wa kanisa lake Mwenyezi Mungu anasema ni neno la uhakika la unabii, na anasema ya kwamba hebu unabii wa kitabu cha Danieli na unabii wa kitabu cha Ufunuo uweze kuangaliwa, ama watu wajifunze kwa umakini sana. Kwa nini wajifunze kwa makini? Maana ni vitabu hivi viwili ambavyo viko na ujumbe wa nyakati za mwisho. Hivyo mimi na wewe mpendwa, tutakapoelewa vitabu hivi, we are standing a better ground ya kujua mapenzi yake Mwenyezi Mungu kwa ajili ya nyakati zetu ambazo tunaishi hivi sasa. Na namaliza akisema ya kwamba tunapofundisha unabii huu tusisahau maneno haya: tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo katika msingi huu wa unabii, ujumbe wa injili ya ukombozi wa mwanadamu uko ama umejengwa katika mwana kondoo wa Mungu ambaye ndiye anayechukua dhambi za ulimwengu wote. Kwa hivyo tunapozungumzia unabii, tuna blend, tuna garnish na the word of John chapter 1 verse 29 ya kwamba behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Kwa hivyo Yesu Kristo anayechukua dhambi ya ulimwengu ndiye ambaye tunamzungumzia hapa. Na katika unabii huu kadri utakavyoendelea, leo ninaweka tu msingi, alafu tutakuja kuzama ndani ya unabii wa maandiko matakatifu ili tuweze kuelewa Mungu anatuambia nini. Mpendwa, ni kwa nini tusome unabii ama ni kwa nini tujifunze huu unabii? Ni jambo la msingi na ni jambo la maana kwamba uweze kuelewa ni kwa nini unajifunza kitu fulani. Hivyo tunapoangazia unabii as the foundation, kama msingi wa kanisa lake Mwenyezi Mungu, ni kwa nini basi tujifunze unabii huu? Yesu anasema katika kitabu cha Yohana sura ya 13 aya 19, anasema maneno haya. Ni maneno yenye uzito mno, ni maneno ambayo tunapaswa kuyazingatia zaidi. Anasema hivi: tangu sasa, tangu wakati ule, nawaambia kabla hayajatukia. Yesu anasema tangu sasa. Ni kwa nini tujifunze unabii? Yesu anasema tangu sasa nawaambia kabla hayajatukia. Kwa nini? Ili yatakapotukia mpate kuamini kuwa mimi ndiye. Now this is very critical and very important, ya kwamba Yesu anasema maneno, anasema jambo, anazungumzia habari ya mambo yatakayotokea kabla hayajatokea. Inamaanisha nini? Anatabiri. Anasema tangu sasa nawaambia kabla hayajatukia. Kwa sababu gani utuambie kabla hayajatukia? Ili yatakapotukia mpate kuamini kuwa mimi ndiye. Kwa hiyo jambo la msingi ni kuelewa kwamba unabii unatupatia uhakika wa kwamba kweli Mungu hadanganyi. Yesu anawaambia wanafunzi wake, nawaambia haya mapema. Kuna watu wajifanya manabii katika ulimwengu huu. Na mpendwa, nataka nikwambie hivi: usije ukaona mvua inanyesha alafu ukasema nataka sasa niwatabirie kutanyesha mvua na tunaiona inanyesha. Huo sio unabii. Usianze kutoa unabii ambao tayari umekwisha kuona jambo linatendeka, alafu na wewe unajifanya kwamba sasa unatabiri. Kuna watu ambao hutafuta wanasayansi walio na ufahamu wa mambo fulani, wakawaambia juu ya mambo hayo, alafu wakaja wakajifanya kwamba ni Mungu aliyewaonyesha, wakatabiri mambo hayo mbele ya washiriki wao, na wakawaambia kwamba hivi ndivyo Mungu alivyonionyesha. Niliona wakati mwingine prophet huyu ambaye sasa alifariki, anaitwa TB Joshua, alikuwa anatabiri habari za mpira. Anasema ninavyoona African Cup of Nations, Nigeria watafunga timu fulani. Na tulipokuja kuchunguza kwa undani, kumbe alikuwa
amekwisha kuangalia mechi, amekwisha kuona matokeo, alafu anakuja anajifanya ametabiri, alafu wale wafuasi wake wanasema, wanaibackdate ile profesi yake, wanasema ya kwamba alitabiri siku fulani na ikatokea wakati Nigeria walipocheza na timu fulani. Huo ni upotofu. Ndiyo maana Yesu anasema, ninawaambia tangu sasa, ili kwamba kabla hajatokea, ili kwamba yatakapotukia muweze kuamini, muweze kusadiki ya kwamba mimi ndiye. So umuhimu wa kujifunza nabii ni kwamba unatusaidia, unabii unatuweka katika upeo wa kujua kwamba huyu aliyesema jambo hilo ni nabii wa kweli, kwa sababu amelisema kabla halijatokea na linakuja kutokea baadaye, baada ya kuwa amekwisha kulisema. Hivyo ni nini? Nataka nieleze jambo hapa ili kwamba uweze kuelewa kwa ufasaha na ujue ni kwa nini tunataka tujifunze huu nabii. Mpendwa, Yesu anasema, tangu sasa nawaambia kabla hayajatukia. Sasa ni hivi, kuna kitu kinaitwa timeline. Timeline ni muda uliopimwa kwamba jambo fulani litatokea kuanzia wakati fulani mpaka wakati fulani. Kwa mfano, kuna timeline ya mchezo, kuna timeline ya mtihani, kuna timeline ya mambo fulani ambayo umeyapanga. Kwa hiyo naambiwa kwamba katika chuo kikuu, katika shule ya upili, katika shule ya msingi, tuko na timeline za mtihani. Utaanza kuanzia tarehe fulani mpaka tarehe fulani. Hivyo miongoni mwa siku hizi zilizoko ndani ya tarehe hizi mbili, mitihani hiyo itaweza kufanyika na ikamilike. So aliye na uwezo wa kusema ya kwamba mtihani utaanza siku fulani na ukamilike siku fulani ni yule ambaye anautunga mtihani huo. Mtihani hauwezi kujitangaza wenyewe kwamba mimi nitaanza siku fulani na nikamilike siku fulani, maana mtihani hauwezi kujua wakati utakaofanywa. Ninasema nini? Ya kwamba ili uweze kuzungumza habari za mambo yatakayokuwa baadaye, kuna mambo mawili. Moja, iwe umefahamishwa na Mungu ambaye anafahamu mambo yote, ama uwe wewe ni Mungu unayeishi outside the timeline. Ya kwamba sisi wanadamu sote tunaishi ndani ya wakati. Hatujui litakalofanyika kesho, hatujui litakalofanyika saa lijalo. Tuko ndani ya wakati, lakini Mungu is living outside timeline. Na kwa sababu ya kuwa is living outside timeline, ana uwezo wa kuona kile ambacho kitafanyika leo, kile kitakachofanyika kesho, kile kitakachofanyika miaka 100 ijayo. Hivyo ana uwezo wa kumwambia nabii Tei, mimi sio nabii, ana uwezo wa kumwambia nabii Isaia ya kwamba leo hivi na kuambia ndani ya miaka 700 ijayo kuna jambo fulani litakalotendeka. Kwa nini? Maana Mungu anauona wakati wote. He is outside the timeline. Lakini Isaia nabii ambaye is inside the timeline hawezi kujua kitakachofanyika. Hivyo anangoja kupashwa habari na yule Mungu ambaye yuko nje ya wakati, amwambie ndani ya wakati huu Isaia, waambie watu ndani ya miaka 500 ijayo kutafanyika jambo fulani. Sasa kama Isaia atakuwepo ama hata kuwepo, hiyo si shida ya Isaia. Huyu Mungu aliyemwambia Isaia kwamba jambo litatokea atalitimiza kwa utimilifu wa wakati. Ndiyo Yesu anasema, tangu sasa nawaambia kabla hajatukia, ili yatakapotukia muamini ya kwamba mimi ndiye. Kwa hivyo mpendwa, unabii unatufanya tunamwamini Mungu. Tunaamini ya kwamba kila alichokisema ni kweli, maana alikisema kabla hakijatokea na kweli kikatokea. So unabii ndiyo msingi wa kanisa lake Mwenyezi Mungu. Na unabii unatufanya tuweze kumwamini Mungu kwamba hakika ni kweli, kwa sababu anachokisema atakitimiza kwa wakati ambao amesema atakitimiza. Wacha nisome nukuu ingine kutoka kwa kitabu cha The Great Controversy, page 409, paragraph 1. Inasema hivi: The scripture which above all others had been both the foundation and the central pillar of the Advent faith. Ya kwamba unabii huu tunaoangalia hautatoka mahali pengine tofauti, unafaa kutoka ndani ya maandiko. Iwapo tutasoma any extra biblical information, ni kuconfirm kwamba maandiko yanasema kweli.
Si kwamba tunategemea tu ile peke yake, hivi kwamba tuchukue vitabu vya historia na tuviamini hivyo bila maandiko. Hapo itakuwa tunakwenda nje. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba ninachokizungumzia hapa ama ninachokielezea hapa ni wazi ya kuwa maandiko ndiyo msingi na nguzo ya kati ya imani ya Kiadventista. Shika vizuri. The scripture is what bears the prophecy. So anaposema ya kwamba unabii ama the sure word of prophecy, neno la uhakika la unabii, ndiyo msingi wa kanisa la Adventista wa Sabato, neno hilo lisitoke mahali pengine, litoke ndani ya Biblia takatifu. So ni wazi kwamba tunapoangazia unabii, ninapoenda kuzungumzia unabii katika vipindi hivi kila siku ya Jumatano, nataka nikualike mpendwa, saa 1:35 tuweze kuwa pamoja pale, ili tuweze kuelewa ni nini ambacho maandiko yanataka kutuambia. Kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea leo katika ulimwengu huu ambavyo watu hawajui, lakini tunapata picha ya kwamba unabii unatusaidia kujua na kuamini ya kwamba Mungu ni kweli, maana anayasema mambo kabla hayajatokea. Na hivyo unabii unabakia kuwa msingi wa watu wa Mungu. Hebu wacha nikupe mifano kadhaa, na hapa utaniruhusu niyasome maandiko ili kuthibitisha hili. Tumeshasoma roho ya unabii imetuambia ya kwamba unabii ndiyo msingi. Tumeshasoma Biblia ikatuambia kwamba unabii unatusaidia kuwa na imani zaidi ndani ya Mungu wetu, maana ameyasema yale ambayo hayajatokea. Sasa angalia, kuna vitu ambavyo Mungu alivitabiri kupitia kwa watumishi wake zamani na vikatimia baadaye katika muda ambao Mungu alikuwa ameupanga. Mungu hufanya vitu vyake kwa wakati. Kwa hiyo wakati unapofika ndipo jambo huweza kutimia. Sasa mpendwa, kuna unabii ambao mtumishi wa Mungu Daudi aliutoa. Nasikia nikwambie hapa, kuna vitu ambavyo watu husema, mimi nimetabiri, nimeonyeshwa kwamba wewe utaenda Dubai, nimeonyeshwa kwamba wewe Mungu ananiambia unabii wako utaenda Amerika. Huo sio unabii, kwa sababu hata President Ruto anaenda Amerika na sio nabii. Hakutabiriwa kwamba ataenda Marekani. Hata wewe ukitaka leo kwenda Marekani ni kutafuta visa na passport uende, si kwamba utabiriwe kuwa utaenda. Ukitaka kwenda Dubai ni kutafuta visa na passport usafiri ukiwa na nauli ya ndege, sio unabii huo. Hivyo ninasema nini? Mungu alitabiri kupitia kwa watumishi wake, na wanathibitisha, maandiko yanathibitisha mambo haya kwamba hakika yalikuja kutimia. Sikia nikwambie hivi, kuna vitu ambavyo Biblia inaposema unapause kidogo na unajiuliza, yani hili jambo Mungu kalisema wakati huu na likaja likatimia wakati huu. Angalia, Daudi anatoa, nataka nikupatie nabii 3 za Daudi alizozitabiri. Nabii hizi 3 alizozitabiri, Daudi aliishi takriban miaka 1000 kabla Kristo kuzaliwa. Miaka mingapi? 1 full millennium. Miaka 1000 kabla Kristo kuzaliwa, Daudi ndio aliishi. Katika kipindi hicho, Mungu anayeishi nje ya wakati anamwambia Daudi, ndani ya miaka 1000 ijayo baada ya wewe kuwepo duniani, hili litafanyika. Sasa sikia, twende katika kitabu cha Zaburi ya 22 na fungu la kwanza. Daudi anatabiri maneno ambayo Yesu Kristo atakapokuwa duniani atayasema akiwa msalabani. Ndipo ujue ya kwamba Mungu ni hakika na ni kweli. Inasema nini mpendwa? Nataka tuweze kuifungua Biblia ili kwamba tuweze kusoma pamoja nawe. Zaburi 22:1. Daudi anaandika maneno haya, na ni maneno ambayo yana uzito sana. Wengi wameyasoma katika Agano Jipya, lakini hawakujua kwamba yalikwisha tabiriwa miaka 1000 kabla ya Yesu kuyasema katika Agano Jipya. Yalikuwa yametabiriwa katika Agano la Kale. Zaburi 22:1 inasema, Mungu wangu, Mungu wangu,
mbona umeniacha? Swali hili Yesu alilisema alipokuwa msalabani pale Kalvari. Miaka 1000 kabla Yesu hajaja, Daudi anatabiri, anasema Yesu atakapokuja akiangikwa msalabani atasema maneno haya: Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Je, unabii huo ulitimia ama haukutimia? Tuvuke kutoka Zaburi twende mbele miaka 1000, tunaingia kitabu cha Mathayo sura 27:46. Mathayo 27:46, Yesu anatamka maneno yale yale ambayo mtumishi wa Mungu aliyasema Daudi miaka 1000 kabla ya kuja kwake Yesu Kristo. Inasema, na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi Eloi lama sabakithani. Tafsiri yake, yaani Mungu wangu, mbona umeniacha? The exact words ambazo Mungu alimuonyesha Daudi kwamba yangesemwa maneno hayo na Yesu Kristo inatimia. Tunapozungumzia unabii, hatuzungumzii mtu akutabirie kwamba utaolewa na tajiri. Hatuzungumzii kwamba mtu akutabirie kuwa utapata kazi nzuri. Ukiona mtu sasa anakuwa very personal na unabii unakuelekelekea wewe, chunga sana. Angalia kwa makini. Unabii mwingine ambao Daudi alitabiri ni unabii gani? Anatabiri habari za Yesu. Zaburi 34:20. Daudi alitabiri akasema nini? 34:20 Zaburi. Nataka nikusomee hapa katika Biblia yangu hii niliyoko nayo hapa ya soft copy. Aya ya 20 inasema, huihifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Yesu Kristo atasulubiwa msalabani. Ni nini kilichokuwa kinafanyika wakati mtu amesulubishwa? Wayahudi walikuwa kusulubisha, wanahakikisha kwamba hautakuwa msalabani masaa ya Sabato yanapoingia. Kwa hiyo ukisulubishwa na ikaonekana Sabato inaingia na haujafa, kulikuwa kuna mtu anakuja anakugonga na chuma, anavunja miguu yako. Ukivunjika miguu sasa unateremka chini, mapafu yanafinyika, unasuffocate na unakufa. Lakini siku Yesu aliyosulubiwa, walipokuja sasa ili kwamba waweze kuangalia, wakamwangalia yule mwizi wa kwanza yuko hai, wakamvunja miguu. Wakamwangalia mwizi wa pili yupo hai, wakamvunja miguu. Lakini walipofika kwa Yesu, Biblia nasema ya kwamba walipomtazama wakamuona tayari amekwisha kufa. Inatimia katika kitabu gani? Twende kitabu cha Yohana 19, aya yake ni ile ya 33. Yohana 19:33, Biblia takatifu ya Mwenyezi Mungu inasema maneno haya mpendwa. 33 aya inasema hivi. Anaandika akisema, lakini walipomjia Yesu. Hebu nianze aya ya 31. Basi Wayahudi, kwa sababu ni maandalio, miili isikae juu ya msalaba siku ya Sabato, maana Sabato ile ilikuwa siku kubwa. Walimwomba Pilato miguu yao ivunjwe wakaondolewe. So wali request Pilato, hawa watu wavunjwe miguu waishe ili waondolewe. Verse 32, basi askari akamwendea akamvunja miguu wa kwanza na wa pili aliyesulubiwa pamoja naye. Hivyo askari huyu alipokuja akaangalia yule mwizi bado anang'ang'ana pale msalabani, akamvunja miguu. Akaenda kwa yule mwingine akamvunja miguu. Daudi alikuwa amesema miaka 1000 kabla Yesu kuja kwamba hatavunjwa mfupa wowote. Verse number 33 inasema, lakini walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. Kwa hiyo kile kilichotabiriwa kinatimia. This tells you that God lives outside timeline and he knows what can happen in the next 1 million years. Na kuambie sasa, na ikifika wakati huo itatimia kweli. Mpendwa, huu ndio uzuri wa unabii. Wacha nikupe unabii wa tatu wa mtumishi wa Mungu Daudi katika kitabu cha Zaburi 41 aya 9. 41:9 ni nini ambacho Daudi alikitabiri hapa? 41:9 Zaburi
alitabiri kitu gani Daudi katika kitabu cha Zaburi ya 41 na aya yake ile ya 9. Sikia hapa, Biblia inasema hivi: Misri wangu tena niliyemtumaini, aliyekula, si Misri, Msiri. Herufi ni ndogo ndogo kidogo, sizioni vyema, lakini tupo pale. Anasema Msiri wangu tena niliyemtumaini, aliyekula chakula changu, ameniinulia kisigino chake. Sio unabii wa Yesu tu. Hapa Daudi anatabiri tena maneno ambayo Yesu atayasema siku ya kusalitiwa kwake na Yuda Iskarioti, wakiwa katika ile meza ya Bwana. That was the last supper for Jesus Christ. Wakiwa pale kwenye kile chumba cha juu, Daudi anasema Yesu atatimiliziwa unabii huu kwamba Yuda Iskarioti atamsaliti. Miaka 1000 kabla ya kuwepo kwa Yuda Iskarioti, miaka 1000 kabla ya kuwepo kwa Yesu Kristo. Je, ilitimia ama haikutimia? Njoo nami kitabu cha Yohana 13 aya yake ya 18. Sura ya 13 ya kitabu cha Yohana inaeleza kwa fasaha masuala ya meza ya Bwana. Sasa 13 aya yake ya 18 inasema maneno haya: sisemi habari za ninyi nyote, na wajua wale niliowachagua, lakini andiko lipate kutimizwa, aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake. So Yesu Kristo anasema ili andiko lipate kutimizwa, the fulfillment of the prophecy. Hivi mpendwa, ninapozungumzia Mungu ninapata nguvu ya kwamba Mungu ni kweli, kwa sababu anachokisema kitafanyika. Yesu anasema ya kwamba nawaambia tangu sasa kabla halijatukia, ili litakapotukia muweze kuamini ya kuwa mimi ndiye. Nabii wa kweli anaaminika kwa utimilizo wa unabii aliyoutoa. Sasa jambo la kufurahisha ni kwamba nabii akitoa unabii, si jukumu lake kutimiza unabii huo. Unaona, leo kuna manabii kama kina Kanyari ambaye anataka atimize unabii kwa ujanja. Anachukua sindano na Vaseline, anaziweka katikati ya vidole, anachukua potassium permanganate, anaekea watu pale kwenye mikono, alafu anamwambia sawa, hawa ni wale jamaa zake ambao watafanya hiyo kazi. Alafu anaenda anamwambia yule mgonjwa, ameshafunga kabisa vidole kuhakikisha kwamba sindano hazianguki pale, na wamepaka Vaseline pale ndani ili zisije zikaanguka. Alafu wameweka hiyo potassium permanganate, na wanamwambia yule mtu anayemwombea ya kwamba tutakapokuombea roho anasema kutatoka sindano miguuni mwako na damu. Si kwamba zitatoka miguuni mwako na damu itoke. Damu, potassium permanganate inapochanganyika na maji inageuka rangi ya damu. Na zile sindano kwa sababu wako nazo, wanajua wataziachilia pale ndani ya maji. This was clear wakati ilipokuwa exposed na jicho pevu. Ni nini ninachokwambia? Kanyari alijaribu kutimiza unabii kwa ujanja, lakini hapa tunaona Mungu anatabiri 1000 years before, fulfillment happens after 1000 years. Kwa hiyo ni wazi kwamba Mungu ni hakika. Sikia mpendwa, si Daudi peke yake aliyetabiri. Ili ujue kwamba Biblia inasema kweli, Mika alitabiri. Nao hii ya Mika inanifurahisha zaidi. Mika anatabiri. Na Mika anatabiri anasema nini? Sikia kitabu cha Mika 5:2. Mika 5:2. Yaani kilisemwa Agano la Kale kinatimia Agano Jipya. Kitabu cha Mika 5:2 tuko hapa. Mika 5 aya yake ya 2, Biblia inasema, bali wewe Bethlehem Efrata, uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako utakuwa nini? Kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Yaani Yesu anakuwa prophesied kwamba atazaliwa, sio Galilaya, sio Jerusalem, sio Kapernaumu, sio Samaria, sio Judea. Atazaliwa Bethlehemu Efrata.
Na tena anasema huyu atakayezaliwa, atakayetoka Bethlehemu, anasema atakuwa ni mfalme, na si kwamba ni wa kuanza sasa, amekuweko tokea zamani na tangu milele. That tells us ya kwamba mfalme huyu sio Daudi, mfalme huyu sio Sulemani, mfalme huyu sio Josiah, mfalme huyu sio Jehoshaphat, mfalme huyu ni Yesu Kristo, sio Herode. So anamwambia ya kwamba huyo atakayetokea kwako kutawala Bethlehem. Kwa hivyo mahali atakapozaliwa panatabiriwa, na wanasema ya kwamba amekuweko tokea milele. Je, unabii huu wa Mika ulitimia ama haukutimia? Kwa sababu watu wengi wamedanganywa na masuala haya ya unabii. Hivyo ndio maana naleta somo hili ili liweze kukuweka vizuri, kwamba usije ukapotoshwa. Je, unabii wa Mika ulitimia ama kutimia? Twende kitabu cha Mathayo. Mika alitabiri miaka mingapi? Miaka 750 kabla Kristo. Mika aliishi miaka 750 kabla Kristo. Sasa angalia hapa Mathayo 2:1. Mathayo 2:1, unabii huu wa Mika unatimizwa. Unatimia vipi? Sikia kitabu cha Mathayo sura ya 2 na aya yake ni ya kwanza. Biblia inasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema. Kwa hivyo Yesu alizaliwa wapi? Bethlehem, kama Mika alivyosema. Unajua hata mke wako akiwa mjamzito huwezi kusema specifically atazalia mahali fulani, maana munaweza kuwa safarini na utungu ukamwanza akajifungua kule ambako kutarajia kwamba atajifungua huko. Lakini hapa tunaambiwa specifically ya kwamba hatazaliwa Samaria, hatazaliwa Galilaya, atazaliwa Bethlehemu ya Yuda. Na kweli ikatimia. Yesu anasema nini? Nawaambia tangu sasa kabla haijatokea, ili itakapotokea muweze kusadiki ya kwamba hakika mimi ndiye. Ninapenda maneno haya kwa sababu ya kuwa yananionyesha wazi ya kwamba Mungu si mwongo. Mungu hawezi kudanganya. Mungu hawezi kusema kitu ambacho hakipo, because he is a true God. Kuna mwingine aliyetabiri nani? Isaia. Isaia aliishi miaka takriban 700 kabla ya Kristo, na Isaia akatabiri mambo mawili katika andiko moja. Kitabu cha Isaia 7:14 inatabiri Yesu atazaliwa na mwanamke wa aina gani, na atakapozaliwa jina lake ataitwa nani. Ndani ya aya hii ya Isaia 7:14 anasema hivi nabii Isaia. Ninapenda niisome kwa ufasaha ili kwamba uweze kuelewa vizuri sana ni nini ambacho Isaia anakisema hapa. 7:14 Isaia anasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, ishara hii itakuwaje? Bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Mambo mawili. Number 1, Yesu hatazaliwa na mwanamke ambaye ameolewa na yuko na mumewe na wamezaa watoto akawa mtoto mwingine wa kule katikati. Ama mwanamke ambaye amekwisha kujuana na mume. Maandiko yanatuonyesha wazi ya kwamba Yesu atazaliwa lakini na bikira. Na baada ya kuzaliwa na bikira, anasema atakapozaliwa mtoto huyo jina lake ataitwa Emanueli. Unajua ikisha tabiriwa unaweza kuamua sasa, wacha nipindue maneno yule nabii ili kwamba siwe kweli, badala Emanueli nimuite kitu kingine tofauti. Angalia kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo kinavyoeleza katika sura yake ile ya kwanza aya 23. Mathayo 1:23 inasema maneno haya. Je, maandiko haya yalitimia ama hayakutimia? Inasema hivi 23. Tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Hapa sasa amepambanua zaidi. Kwa hiyo mpendwa, kuna mtu anaweza kuagia kwamba hapa bado unabii unaendelea, lakini unapoangalia Yesu anazaliwa hapo mbele. Kwa hiyo maneno aliyoyasema nabii wa Mungu Isaia 700 years before
yakatimia. Ni nini? Wacha nikupe unabii mwingine wa mwisho, jinsi ulivyotabiriwa na ukatimia. This is phenomenal. Wow, this one is phenomenal. Zekaria 9:9 alitabiri jambo, na Zekaria 9:9 anatabiri jinsi Yesu atakavyoingia Yerusalemu. Hasemi tu kwamba ataingia kwa baiskeli. Anasema ataingia. Zekaria yuko hapa 9:9. Tumefika pale. Zekaria anasema Yesu ataingia Yerusalemu na atakuja kwa njia hii, na atakuwa juu ya mnyama aina fulani, na mnyama huyo atakuwa hivi. Sikia, Biblia inasema, furahi sana e binti Sayuni, piga kelele e binti Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako. Yesu, this is the great entrance of Jesus Christ into Jerusalem shortly before he was crucified. Tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu. Atakuja kwa njia gani? Ni mnyenyekevu, amepanda punda, na si punda tu, amepanda punda na mwana punda, mtoto wa punda. Hii labda kama ingelikuwa ni pikipiki, maana sote tumepanda pikipiki, angesema anakuja na pikipiki ya Boxer nyeupe ama nyekundu ama nyeusi, iko na vitu hivi, akaeleza kila kitu kabisa. Hiki ndicho kitu ambacho Mungu anakuonyesha kwamba ni tofauti na vitu vingine. Tunapozungumzia unabii, mpendwa, tunapoenda kuzama katika maandiko, nataka kwanza tuweze kuweka msingi huu kwamba tuweze kusadiki tukijua kwamba tunachokisema ni kweli wala hakina mashaka. Kwa hivyo Zekaria amesema Yesu atakuja on board kwa punda, mwanapunda, mtoto wa, yani anafafanua zaidi. Alisema mwanapunda, akaona haitoshi, akasema ni mtoto wa punda. Now listen. Je, unabii wako Zekaria ulitimia ama ulishia pale pale tu? Twende kitabu cha Mathayo 21:5. Mathayo 21:5. Sikiliza sasa, ninapenda jinsi mambo haya yanavyotimia. Mathayo 21:5. Mathayo yuko wapi? Yuko hapa. Anasema hivi, 21:5. Mathayo anasema, mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole, naye amepanda punda na mwanapunda, mtoto wa punda. Miaka 500 kabla Yesu ndipo Zakaria alipoishi. Ameusema unabii huu miaka 500 kabla ya utimilizo wake. Unakuja kutimia sawa na alivyosema miaka 500 baadaye. Nataka uone. Daudi amesema mara 3. Miaka 1000 kabla Kristo ikatimia. Mika amesema miaka 750 kabla Kristo ikatimia. Isaia amesema miaka 700 kabla Kristo ikatimia. Zekaria amesema, na sio hizo tu, zipo nyingi, wala sikuziorodhesha zote hapa. Nimekupatia hili ili uweze kupata picha ya kwamba ninapozungumzia unabii, ninazungumzia kitu ambacho ni hakika, ambacho Mungu mwenyewe amekiestablish. And this is the reason as to why prophecy is the foundation of the Seventh-day Adventist Church. Bila unabii kanisa hili haliwezi kusimama. Litakuwa linaongelea hewani, litakuwa linasema vitu vyake hewani, lakini unabii unatufanya tuweze kuamini ya kwamba hakika Mungu ni kweli. Sikia mpendwa, ndani ya kitabu cha Maranatha kurasa wa 32 paragrafu yake ya pili inasema maneno haya: there will be times when we must stand still and see the salvation of God. Kuna nyakati ambazo itatubidi tusimame imara. Hatupigani vita. Unakumbuka Jehoshafat alivyoambiwa, kazi yenu ni kwenda pale, jipangeni, msimame, muone wokovu wa Bwana. Musa aliwaambia wana wa Israeli walipokuwa pale kwenye bahari ya Shamu wakiwa na uoga na hofu na wasiwasi mwingi, akawaambia msihofu, simameni sasa muone wokovu wa Bwana. Nataka nikwambie mpendwa, unabii unatusaidia kuelewa jinsi ambavyo tutapata wokovu wetu. So mwandishi anasema there will be times when we must, underscore the word must, when we must stand still and see the salvation of God. Let Daniel speak.
Let the revelation speak and tell what is truth. Ndiyo maana unaona nitazingatia sana vitabu hivi viwili, kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo. Mwandishi anatuambia kwamba tusimame tuone wokovu. Wacha Danieli azungumze, wacha Ufunuo zungumze, na utuambie ukweli ni kitu gani. When it comes to interpretations of the Bible prophecy, si maneno ya mtu, wacha maandiko yajipambanue. Sikia hapa. But whatever face of the subject is presented, aina yoyote ya ujumbe ambao unaenda kuutangaza, unabii wowote ambao nitakuwa nikiuleta kwako kupitia kwa platform hii on the mountain, tukiwa hapa mlimani juu, tukiwa tumekaa pale tunazungumzia masuala ya unabii, tunashauriwa hivi, that whatever face of subject is presented, we have to uplift Jesus as the center of all hope. Kwa hiyo mpendwa, unabii huu wote una culminate kwa Yesu Kristo. Hauelekezi mahali pengine. The root and the offspring of David and the bright and morning star. Huyu aliye shina na mzao wa Daudi, nyota yenye kung'aa ya asubuhi, ndiye ambaye nitampresent katika unabii huu. Mpendwa, tunaambiwa tuzingatie kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo. And then I will add you another chapter, Matthew chapter number 24. Tutaangazia haya maneno kwa ufasaha ili uweze kuelewa zaidi. Sasa ninasoma nukuu nyingine, kitabu kinaitwa Education, page 178 paragraph 3. Inasema maneno haya, inasema maneno ya kunivutia na kunitia moyo ninapokamilisha msingi huu. Ni kwa nini mpendo ujifunze unabii? Because the foundation of the church. Na unabii unatufanya tuwe na hakika ya kwamba Mungu ni kweli, maana anachokisema kinatimia. Na unabii huu unatusaidia kwamba tuweze kupambanua mambo ambayo yalisemwa kabla, na yanapotimia yanatuonyesha kweli Mungu ni hakika. The book Education inasema hivi: the history which the great I am is God, has marked out in his word. Ameonyesha historia katika neno lake, uniting link after link in the prophetic chain, akiunganisha. Unajua chain zile za kufungia mbwa, chain zile watu wanafungia gate, zinashikana, ziko na link, zinashikana hivi. Anasema ameunganisha link baada ya nyingine katika maneno ya kiunabii, ikawa kama mkatale, ikawa kama chain. From eternity in the past to eternity in the future, Mungu ametuonyesha haya mambo kutoka milele kabla na milele itakayokuja. Tells us where we are today in the procession of the ages. Kwa hivyo unabii huu unatuonyesha tuko wapi leo katika kizazi hiki. Kule tulikotoka kwa kina Adam, kule tunakoenda mwisho wa dunia, hapa tulipo tunajua tuko wapi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu amelink kama chain, a link after link, akiziunganisha. Na anasema tunaweza kujua kupitia kwa unabii huu mahali tulipo sasa. This is the most important thing, ya kwamba tunaweza kujua tuko wapi hivi sasa. Sikia, anasema and what may be expected in the time to come. Kwa hiyo licha ya kwamba yale yaliyotendeka mpaka sasa tunaweza kujua tuko wapi, anasema hata tunayatarajia kwamba yatatokea, tunaweza kuwa na uhakika nayo. Anaendelea kusema hivi: all that prophecy has foretold as coming to pass until the present time has been traced in the pages of history. Yale yote ambayo unabii umetabiri kwamba yangekuwa mpaka sasa yameweza kuonekana katika kurasa za historia. Na ni kweli, ukiangalia Biblia imetabiri habari ya mambo ya gharika wakati wa Nuhu. Nuhu alisema miaka 120 watu hawakuamini, ikaja ikatimia. Biblia imetabiri ya kwamba kutakuwa na mambo fulani, na yametokea, yametimia sawasawa na ilivyotabiriwa. Sikia nikwambie mpendwa, unapoisoma Biblia, especially kitabu cha Mathayo 25, kilitabiri 24 kilitabiri kwamba kutakuwa na tetemeko kubwa la nchi. Lilitokea 1755. Jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga. Ikatokea
85 akasema nyota zitapukutika kutoka mbinguni kama mtu anavyopukusa mapooza yake. Ikatokea 1833. Nataka nikwambie kila kitu ambacho Biblia imetabiri kimeonekana katika historia ya dunia hii, na nataka nikwambie mpendwa, ya kwamba ilitabiri kutakuwa na vita na matetesi, kutakuwa na njaa, kutakuwa na tauni. Hivyo vyote tumeviona. Hivyo ndio anasema ya kwamba all that prophecy has foretold as coming to pass until the present time has been traced in the pages of history. Kwa hivyo historia imetuonyesha wazi ya kwamba kile ambacho unabii ulitabiri kimetimia hakika. Now listen. And we may be assured that all which is yet to come will be fulfilled in its order. Tuko na uhakika ya kwamba yale ambayo bado tunatarajia yatakuwa yatatimizwa kwa wakati wake. Ninasema nini mpendwa? Ninaweka msingi wa unabii ambao tutaweza kuangazia katika mafundisho haya. Kila siku ya Jumatano andamana nami kwa masomo haya. Na ndiyo maana Mungu akasema katika kitabu cha Amos 3 na aya yake ya 7 ya kwamba hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Nataka nikualike juu ya mlima. Mimi sio nabii, mimi ninapambanua unabii. Na mpendwa, tumeona wazi ya kwamba kila kilichotabiriwa katika historia kimetimia na tumethibitisha vile ambavyo Mungu alisema. Iwe ilisemwa na Musa, iwe ilisemwa na Daudi, iwe ilisemwa na Yeremia, iwe ilisemwa na Isaia, ama ni Ezekieli, ama ni Danieli, kila kitu ambacho manabii wa Mungu walitabiri kimetimia sawa sawa na kilivyosemwa. Nataka nikualike sasa tutakapokuwa tukichimba ndani ya maandiko na kuangazia unabii huu, maana tumeambiwa let Daniel speak, let the revelation speak and tell us what is the truth. Nataka nikualike katika kweli hii mpendwa. Ninajua kwamba kuna mambo mengi ambayo yatakufunukia. Labda hukuwa unayafahamu, labda hukuwa unaelewa katika mtazamo huo. Huenda hata ikawa ulisoma na ukakosa kuelewa vizuri. Huenda ikawa ulisoma ukawa unajaribu kupambanua haya mambo yanakuaje na ikawa huelewi. Nataka nikualike sasa uandamane nami katika masomo haya. Sio kesho, Jumatano ijayo tunakutana juu ya mlima katika somo la unabii. Kesho nitakuwa ninaingia na kisa cha pili cha Biblia. Tunaendelea polepole mpendwa, na Bwana atusaidie, Bwana atutie nguvu. Nataka nikwambie, unapoingia katika channel hii kutazama, subscribe, like, share na marafiki waweze kujiunga. Tuweni wengi ili kwamba tuweze kujua tukiwa wengi, kwa sababu ya kuwa Mungu wetu ni mwenye rehema, Mungu wetu ni mwenye upendo, Mungu wetu ni mwenye kutujali. Tunapoishi katika ulimwengu huu ni vyema tuweze kuelewa kuna waongo wengi. Unapokisoma kitabu cha Mathayo sura ile 24 aya 11 na aya 24, Yesu anatabiri mwenyewe akisema ya kwamba na manabii wengi wa uongo watatokea duniani na watadanganya wengi. Aya 24 akasema ya kwamba na watafanya ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. So katika ulimwengu huu ambao umejaa manabii ambao si wa kweli, manabii ambao wanapotosha, mpendwa, usije ukazama nao katika lindi la upotofu. Nataka nikualike waandamane nami. Ukiwa na hitaji ambalo ungetaka tuweze kuomba pamoja, nambari ya simu iko hapo kwa skrini yako. Unaweza kunipigia tukawasiliana, tukatiana moyo. Ungetaka ufafanuzi wa jambo fulani, kadri tunavyoendelea, usihofu, nipigie simu, andika ujumbe either kwa WhatsApp ama text message, ama ukapiga simu tuweze kuwasiliana. Namba ni hiyo ndio ya WhatsApp, na hiyo ndio ya text messages, na hiyo ndio ya kupiga. Hamna mbili, ni hiyo moja tu, ili kwamba tuweze kusaidiana katika safari hii ya imani. Mpendwa, Mungu akubariki. Tukutane kesho kwa kisa cha pili cha Biblia. Tuombe. Asante Baba na Mungu wetu mwema, tunakushukuru kwa wema na neema yako. Asante kwa pendo lako kuu ambalo umetukirimia tukiwa juu ya mlima huu kwenye YouTube platform hii. Jina lako lipewe sifa. Asante kwa msingi huu wa unabii ambao tumeweka. Tunapoenda kuzama ndani ya maandiko sasa kuchunguza unabii kwa undani, Bwana uturehemu na neema yako ikatutoshe ili tuweze kuelewa mafundisho haya na hatimaye tuweze kupata wokovu. Jina lako litukuzwe na mapenzi yako yatimizwe maishani mwetu daima. Bariki mtazamaji, mnemeshe na kumtia nguvu.
maana ni kupitia kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Barikiwa.